Naam, leo tuko na ndugu yangu Mr. Kombo. Tutakwenda kuzungumza mambo kadhaa kuhusiana na mambo ya fedha. Mimi mara nyingi linapokuja swala la fedha, basi wakati wowote ule tunalizungumza, na tutajikita sana namna ambavyo vijana aidha wachumba au tayari mmeshaingia kwenye ndoa, namna gani mnaweza mkashirikiana kujenga uchumi imara kwenye familia, na si uchumi tu kwa ajili ya nyie, lakini uchumi ambao tunatamani uende na kizazi cha pili na kizazi cha tatu, kwa maana kwamba tumeshuhudia kama wazazi ni wafanyabiashara, wakiondoka zile biashara hazichukui muda mrefu zinakufa. Sasa tutajaribu kuanzia chini kabisa kwenye kujenga misingi kwamba nini uzingatie kabla ya kuingia kwenye mahusiano na mtu kwenye eneo la fedha, ili basi ije iwasaidie mnapofanya maamuzi ya fedha yawe ya umoja na si kila mtu awe kivyake wakati mnajenga nyumba moja. Kwa hiyo Kombo, kwa uzoefu wako, wewe upo kwenye game miaka mingi, mimi ndo kwanza na miaka kama 12 13 hivi kwenye ndoa, wewe uko na miaka mingi sana. Hem, tuambie tunawezaje kujenga uchumi binafsi ambao utaishi kizazi na kizazi, sisi kama wachumba au tayari wanandoa? Yes. Asante sana. Siku ya leo nimefurahi sana kuwa na nguli katika masuala ya fedha, especially upande wa kuwatayarisha wastaafu watarajiwa. Kwa hiyo jina langu ni Hassan Juma Kombo, Mr. Menu wa Lishe Faida, na katika hili ambalo umelianzisha Mr. Charles, katika familia inatakiwa lazima wawe na mipango imara, na katika mipango hii ina historia ndefu ndani yake, ambapo katika urefu wake mnapokuwa mmekutana, mnaingia katika mahusiano, mnafunga ndoa, ambalo ndilo tofali la kwanza la ujenzi wa familia. Na hili kama vile ambavyo kwenye saikolojia kuna aina za watu, na katika upande wa fedha nako kuna haiba au aina za watu kutokana na jinsi gani walivyo katika matumizi au saikolojia ya pesa. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo linatakiwa kuzingatiwa sana, kwa sababu ili muweze kwenda vizuri pamoja, inabidi ni lazima muweze kuwa na mipango ya pamoja kama familia. Naam. Kwa hiyo sasa katika hii mipango ya pamoja inabidi kila mmoja aweze kujua mwenzake yukoje. Katika zile haiba nadhani ziko karibia 5 mpaka 7. Kuna wale watu ambao wanakuwa ni watumiaji. Yes, kuna watu ambao wanakuwa hawana mtizamo wa mbali. Kuna watu ambapo jambo lake ambalo anakuwa amekusudia kufanya jambo, hajali masuala mengine yote yale ya kifamilia, atafanya lile ambalo liko mbele yake. Naam. Yote hizi. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo ni muhimu sana katika ujenzi wa familia imara kifedha. Kwa hiyo mnatakiwa mjuane kwanza, kama vile ambavyo mnakuwa mnajuana katika hizo mambo mengine. Naam. Asante sana kwa utangulizi huu. Na wakati unazungumza hapo, ulivyozungumza kuhusu spenda na wale wengine, unakuta akiwa na jambo lake, hata ufanyeje hawezi kuharibu ile pesa aliyoitunza sehemu kwa ajili ya kwenda kufanikisha hilo jambo. Ukanikumbusha kitu kimoja hapa, nitachombeza kidogo. Yes. Kuna wale ambao kuna wanaume wengi tukienda na wake zetu sokoni. Ndio. Mara nyingi kama una gari unaweza ukabaki kwenye gari ukasema wewe nenda kafanya shopping utanikuta. Ndio. Lakini kuna wengine mkiingia kama ni supermarket labda au dukani, unakuta mmeenda kununua, mmeshapanga tunaenda kununua labda sukari na kitu fulani vitatu. Ndio. Lakini unaweza kujikuta mnazunguka supermarket yote, na kati wamesha specify kwamba kama ni sukari hapa, kama ni vipodozi hapa. Lakini mwanamke unakuta anataka kupita karibu kwenye kila shelf. Hilo wewe kwako unalichukuliaje? Huwa unabaki kwenye gari au huwa unamsindikiza mama kwenye hizo shelf zote? Asante sana Mr. Charles. Unajua mila na desturi zinakuwa zinatofautiana. Naam. Kutoka eneo moja mpaka eneo jingine.
Kwa upande wetu sisi kwenye mila na desturi zetu, ambalo hilo nalo ni jambo la msingi sana katika kuangalia mwenza wako unayetaka kushirikiana naye. Naam. Yaani historia yake, jinsi gani alivyokuzwa kule kwao, yote hayo ni mambo ambayo yanakuwa yanatakiwa kuangaliwa. Kwa hiyo kwa historia yetu sisi, asili yetu kwetu sisi tulikotoka, unakuta mwanamke yani huwa haendi sokoni. Yes. Kwa hiyo sasa sisi wanaume ndio ambao tunakuwa tunakwenda sokoni. Okay. Lakini katika mtizamo wa ujumla, unajua nilisema para ya mwisho kwamba pesa ina sayansi yake. Kwa hiyo unapoondoka nyumbani kwa ajili ya kwenda kununua, unatakiwa uwe umeorodhesha ni vitu gani ambavyo unakwenda kununua. Naam. Hii itakuokolea muda, lakini itakuepusha na kutumia kitu ambacho unakuwa kupanga, ambapo hichi msingi wake unakuwa unaanzia kule nyumbani. Kama familia lazima muwe na mpango wa fedha wa mwaka, wa mwezi, kutokana na kipato chetu. Mimi mwanaume napata kipato hiki, na mwanamke naye kama ana nafasi yake ana kipato. Kwa hiyo tuna mpango gani? Kwa hiyo sasa mnakuja mnapanga bajeti ya mwezi. Mnapopanga bajeti ya mwezi, leo tayari tumeshapata mshahara, tunataka kwenda kufanya manunuzi. Kwa hiyo ni vema tukaenda tukanunua kwenye maduka ya jumla kama hivyo supermarket. Kwa hiyo tunakwenda supermarket. Tunapokwenda supermarket, tunakwenda kununua vitu gani? Kwa hiyo sasa hili kuepusha na ile tabia ya manunuzi yaliyokuwa hayakutarajiwa, ad hoc purchase. Sawa, Sawa. Manunuzi ambayo hayakupangwa. Kwa hiyo sasa kama ni mwanamke ameingia sokoni, anatakiwa aangalie ni vitu gani ambavyo alikuwa amepanga kwenda kununua na vilikuwa vimo kwenye bajeti. Kwenye hilo moja ya changamoto ambayo mimi huwa nakutana nayo sana, hasa ninapozungumza na couples, ndio kwenye vile vipindi vyangu ninavyofanya vya 101, huwa watu wanakuja ofisini pale, tunazungumza kuhusu jinsi ya kujenga uchumi binafsi. Ndio moja ya kitu ambacho wanaume huwa wanashare ni kwamba unakuta wameondoka nyumbani, labda wamebeba 200,000 au 500,000, si ndio? Ndio, kwa lengo la kwenda kufanya shopping ya kitu fulani na kitu fulani, lakini mara nyingi unakuta mwanamke anashauri tubebe na ya ziada 100,000 hapo juu ya emergency au 200,000. Wamekwenda Kariakoo, wamenunua vile walivyopanga kununua, hakuna dharura yoyote kwamba labda amekanyaga nyanya za mtu na nini, lakini macho ya mwanamke akipita akaona hiki akaona kile, kwa sababu kuna ile hela ya ziada mliibeba, ataanza kushawishi, hem, tusimame hapa tuchukue hiki, hem, tusimame hapa tuchukue hiki. Kwa hiyo mwisho wa siku unakuta malengo hayafikiwi kwa wakati, kwa sababu tu mtu anashindwa kujizuia. Sasa kuna wanaume wengine ile hawaipendi, lakini sasa akijaribu kuiaddress kwa mkewe, unakuta mwanamke anaona huyu jamaa mbona ana complicate sana na nini. Katika mazingira kama hayo, wewe unaweza ukasema nini? Asante. Katika mazingira kama hayo, Naam. Kimsingi ni kwamba kama familia, kama ambavyo nimekuwa nimezungumza, lazima iwe na mpango wa fedha ili kuweza kujikomboa na kuweza kuja kuwa na uhuru wa kifedha siku zijazo. Sasa kama tutatumia bila mpango, ni kwamba itafika siku tutakuwa na shida, tutakwama. Yes. Kwa sababu kama ambavyo ilivyo misimu ya majira ya mwaka, kuna misimu ambayo inakuwa ni misimu ya baridi kama kipindi hiki, kuna kipindi ambacho kinakuwa ni kipindi cha joto, kuna kipindi cha mvua kubwa na kuna kipindi cha mvua ndogo ndogo. Kwa hiyo sasa hata kwenye upatikanaji wa pesa nao inakuwa ni hivyo. Sasa pesa inayopatikana leo haimaanishi kwamba yani kesho na kesho kutwa itapatikana tena. Kwa hiyo sasa lazima tutumie kwa mpango. Kwa hiyo sasa katika hili la kutumia kwa mpango, kama familia lazima wazungumze na waelimishane hii elimu ya fedha ambayo wewe mwenyewe ni shuhuda, Mr. Charles. No. Umekuwa ukifanya mafunzo na semina kadhaa, na nimesoma kwenye vitabu vyako, umefanya utafiti kupitia kwa wastaafu mbalimbali, umekuwa unakwenda, wengine wamekupa sapoti, wengine wamekujibu majibu mabaya. No. Nimesoma kwenye kitabu chako, ni kutokana na sababu za kwamba watu wamekuwa hawana elimu ya fedha. Kwa hiyo kwa mtu kama huyu ambaye wameondoka couples, ambapo mke au mume katika zile aina ambazo nimezitanguliza kuzitaja tu kidogo, kuna wale ambao mwingine anakuwa ni cha kwake ni cha kwake, cha kwako ni cha wote. Yes. Hiyo ni katika haiba moja, huyo katika haiba zile za kipesa.
Kwa hiyo sasa kuna mwingine ni spender, ni mtumiaji, akitoka na pesa yote atakayotoka nayo, hata ukimpa milioni 5 akienda hata arudi na hata chochote. Kwa hiyo sasa hapa inatakiwa hii familia ielimishwe, ambapo itaelimishwaje? Ni kupata, nimependa kumwalika mshauri wa masuala ya kifedha no. Mr. Charles, nimemwalika Mr. Menyu aje atupe somo, baada ya kuona kwamba yani wewe yeye mume pengine au mke haeleweki, yani haelewi kumuelewa mwenzake. Kwa hiyo unamkaribisha mtu baki, au unaweza ukampostia hata video mitandaoni. Kuna elimu nyingi tu za fedha, kwa unampostia video ya Mr. Charles au ya Mr. Menyu aliyozungumza kwa ajili ya kumwelimisha kuhusu hilo. Lakini inatakiwa lazima tujielimishe. Kwa hiyo yule anatakiwa kumwelimisha mwenzake ili waweze kuondokana na hiyo, kwa sababu kama tumeondoka na pesa, na hiyo nayo kama ilivyo kawaida na desturi ya pesa ina elimu yake, unatakiwa utoke na pesa uliokuwa umepanga kwenda kutumia na akiba ndogo, sawa Kwa hiyo sasa hii ndio pesa tuliyopanga kwenda kutumia, hiki ndicho tunachoenda kununua. Ukinunua tu chochote, sasa utarudi huku nyumbani, kuna changamoto nyingine. Pesa ile tuliyonunulia haikuwa katika bajeti ile, ni ada ya mtoto ya shule, au ni pesa ambayo tutakiwa tuiweke kwa ajili ya dharura, kesho kutwa itakuja dharura. Kumbe tulinunua vitu ambayo hiyo ni desturi ya watu wengi ambayo wamekuwa wanayo. Kuna vitu vingi tu ndani ya jumba ambavyo ukimtizama pengine kaingia pale kwenye mashelfu, kaangalia, alipoangalia kakuta viatu, kaviona vile viatu ni vizuri, na tangu amenunua amevaa mara moja au hajakivaa kabisa. Yes. Na ukienda nyumbani pengine kuna pia 20 au 25 ziko pale za viatu no. Kwa hiyo hakuwa na sababu ya kununua kiatu. Sasa hii ni elimu ambayo ndio hii ambayo inatakiwa iendelee kuelimishwa, kwa sababu bila ya kufanya hivyo watu wataingia kwenye changamoto, ambapo katika kuingia kwenye changamoto ni watu wangapi ambao wamekuwa na hali nzuri za kikazi, maisha, kifedha. Yes. Lakini mara tu muda mfupi tu baada ya kustaafu, labda kama ni mume au mke, mambo yanakuwa ndivyo sivyo. Yes. Mtu amekuwa anapata mshahara mkubwa, lakini matumizi yake hakuwa na sababu ya kutumia kikubwa, alitakiwa atumie kidogo na chingine abakishe, lakini chote ametumia. Amepunguzwa kazi, imetokea retrenchment au redundancy, au kampuni imesema kwanza tuwapumzishe kidogo, tunafanya restructuring, amepanguliwa kutoka nafasi moja kwenda nafasi nyingine, marupurupu hayapo, unakutia mtoto anasafa kule, gari inamshinda mtu kuweka mafuta, shida nyumbani, pesa ile kumbe tungeweza kubajeti vizuri, ulioitumia kule supermarket ilikuwa ni pesa ya umeme. Kwa hiyo namna kama hiyo. Asante. Nijazie tu hapa au na kuweka vizuri zaidi. Ndio. Yes. Kama couples mkiwa na mipango yenu ya kifedha inawasaidia sana kwenye kupiga hatua siku hadi siku, hilo la kwanza. Lakini la pili, kuwa na mazungumzo ya masuala ya fedha mara moja na mwenzako, kwamba bwana, na inawezekana pia ukamchokoza kwa swali hili kwamba hivi ikitokea leo mume wangu au mke wangu umesimamishwa kazi, au kama ni biashara imeyumba, je, itatuchukua muda gani sisi kuendelea kupata chakula vizuri hapa ndani, kumudu gharama za kodi, watoto kulipiwa ada? Jaribu kukaa na mwenzako, jaribu kumchallenge kwa hayo maswali, kwamba biashara imesimama au ajira imesimama. Tuchukulie mfano kipindi cha corona kile, yametokea majanga kama hayo. Je, mna akiba ya kuwawezesha kuishi miezi 6? Mna akiba ya kuwawezesha kuishi mwaka mzima? Mwingine atasema mwaka mzima mbali au miezi 6 mbali, lakini tuseme ile miezi 3. Yes. Chai itaendelea kunyweka, mchana watu tutaendelea kula, jioni tutaendelea kula. Kama mtakuwa mnaulizana hayo maswali kama couples, naamini kabisa mtakaa chini na kusema hii njia tunayokwenda sio sahihi. Lazima tuanze sasa ku adjust, kwa maana ya kupunguza matumizi yale ambayo sio ya lazima. Yes. Maana tunaposema kupunguza matumizi, kuna wengine anaona kwamba okay, labda tule mlo mmoja. Yes. Kuna matumizi ambayo si ya lazima, anza kuyapunguza kidogo kidogo. Na mabadiliko yoyote, kama umeoa au kuolewa na spender, mabadiliko huwa hayatokei overnight. Yes. Kwa sababu kuna wengine huwa mimi nakutana nao pale, wanakuja, huyu mwenzangu anielewi, ugomvi, si ndio? Lakini mabadiliko yoyote yanahitaji muda. Kwa hiyo wanapokuja kwangu naambia, bwana, tuone hii miezi 3 tuishi kwa budget hii. Kwa hiyo tunatengeneza budget pale kwamba nyie kipato chenu 1.5 milioni,
pale matumizi ya nyumbani kiasi gani, tunatengeneza budget pale. Mwisho wa siku, tangu wengi ambao nakutana nao wanapokuja, tunapotengeneza budget, anasema kumbe kipato changu kinatosha na chenji inabaki. Yes. Nini kilikuwa kinasababisha haitoshi? Walikuwa wanaishi vile wanavyoona wao inafaa, hawana budget. Kwa hiyo leo tukiamua kwenda kula out, tunaenda imetumika 200,000. Yes. Kesho tutakula nyumbani. Kwa hiyo kwa matumizi ya namna hiyo na hawana chanzo mbadala, wengi wao ikifika tarehe 5, tarehe 6 pesa imeisha. Wanaanza kuishi kwa kuungaunga mpaka mshahara mwingine utakapoingia. Haya, nilikutana pia na wafanyabiashara kadhaa nao hivyo hivyo. Huyo sasa yeye alitoa mfano kwamba waliingia kwenye changamoto ya kodi na mamlaka husika TRA. Yes. Huku na huku ikaonekana kwamba kuna kodi hazikulipwa ilivyotakiwa kulipwa. Kile kitu kikawapelekesha huku na huku, mwisho wa siku akajikuta biashara imeyumba. Ndio. Sawa? Wakati na yumba hawana pa kuanzia, kwa maana hawakuwa na akiba yoyote. Ndio. Si ndio? Iko hivi, wafanyabiashara ambao tunawaona, inawezekana kila siku mtu anaenda kwenye biashara yake, tukiamini anatengeneza faida kubwa sana, lakini kumbe kuna wengine faida inayotengenezwa ni ndogo, na kama umesahau kulipa TRA siku akakudaka, shughuli yake inakuwa ngumu sana. Ndio. Kwa hiyo kama familia tunataka kujenga uchumi imara kwenye familia, lazima tuwe na mazungumzo. Lakini pia kama nyinyi ni wafanyabiashara, muwe na mazungumzo kwamba je, hii biashara leo inafanya vizuri, lakini kesho inaweza isifanye vizuri. Tuna sehemu ya kukimbilia, na kama pa kukimbilia ni wapi? Kwa hiyo mimi huwa nawashauri kwamba either fikiria uwekezaji. Upo kwenye active business, labda una duka la vifaa vya ujenzi, duka la nguo labda Kariakoo na maeneo mengine. Tanzania ni kubwa sana. Mmetengeneza faida milioni 1, basi jilipeni kwanza 200,000. Hiyo kujilipa maana yake unaweka akiba pamoja na kuwekeza. Mnawekeza wapi? Mnaweza mkawekeza kwenye mifuko ya uwekezaji pamoja, mfano UTT. Mnaweza kuwekeza kwenye hisa za makampuni mbalimbali na kadhalika. Lengo ikitokea mtikisiko wowote, kuna sehemu ya kuanzia. Sasa bado hii elimu haijafika sana, na baadhi ya wafanyabiashara ukiongea nao, kwa mfano kwenye mifuko ya uwekezaji pamoja, unakuta faida ni 1%. Mtu anaona mbona faida hii ni ndogo sana, lini nitapata milioni 10? Lakini ukimuelewesha taratibu anaelewa, na mwisho wa siku tunaona kabisa watu sasa hivi wanazidi kuingia kwenye hayo masoko ya fedha siku hadi siku. Hapo nilikuwa nataka kuja. Naam. Ambapo kikubwa hapa inabidi upafafanue Mr. Charles. Naam. Watu wengi kwa sababu anafikiria ukiweka milioni 1 unapewa 1% kwa mwezi. 10,000. 1% ni shilingi 10,000. Naam. Hapa watu wengi bado hawajapaelewa. Inabidi ufanye kazi kubwa sana kupaelimisha hapa. Naam. Kwa hiyo hicho kipengele hicho inabidi ukitolee ufafanuzi. Lakini suala la familia kukaa kitako na kujadili masuala ya kifedha yanayohusu familia yao si suala ambapo linahitaji kukwepwa. Ni suala ambalo lazima kama familia ikae na ijadili mpango wa fedha. Very karibuni tu hivi serikali imekuwa kwenye bajeti ya mwaka 25-26. Wabunge wote, mawaziri wote, makatibu wakuu wote walikuwepo Dodoma kwa ajili ya kujadili hilo. Kama familia, je, mlikaa na mkajadili bajeti ya familia yenu? Mlikaa mkaangalia tunaingiza kiasi gani na tutumie kiasi gani, na kwa kutumia kanuni hizi za fedha za kwamba kuna kupata kipato, njia za kuingiza kipato, sawa, alafu yake kuna kuweka akiba, alafu kuna kuwekeza kutokana na umri wetu tulio nao, matarajio tupate watoto tunatarajia tupate watoto wangapi? Sawa, Mungu hajajalia mkapata mapacha ya namna gani, au tujenge nyumba ya aina gani, tujenge wapi? Yes. Watoto wetu wasome wapi? Tusipofanya hivyo tutaingia kwenye changamoto. Lakini tukirudi kule kwamba
mwenza wako ana haiba gani, utumie diplomasia gani, kwa sababu mmeshaingia kwenye familia, muko tayari kwenye ndoa. Sasa haiwezekani kwamba mrudi nyumba tena. Tumeshawachangia hapa milioni 20-30, tumefanya sherehe kubwa kwamba ndio ndoa iende ikavunjike kwa sababu mwenzako ni spenda. Unatakiwa mtumie busara na hekima kuhakikisha kwamba mnaelimishana, mnafahamishana, na baadaye mwenzako taratibu ataweza kubadilika. Lakini watu wengi hawana hii akili ya uwekezaji, na unapokuwa ni changamoto na wengi wanakuwa wanafikiria labda wanaotakiwa kuwekeza ni watu wenye pesa nyingi. Kwa hiyo hili hapa Mr. Charles, kwa sababu wewe ndio uwanja wako. Yes. Hili hapa watu anafikiria milioni yangu naenda kuiweka pale nipate 1%. Kwa mwaka mzima napata 12%. Yes. Laki na 20. Hebu naomba hapa upaweke sawa kidogo, ili aliyokuwa bado kule ana mtazamo hasi kuhusiana na jambo hili uweze kumsafisha akili yake. Iko hivi, moja ya kitu ambacho kinapelekea wengi kupoteza fedha ni kutaka faida kubwa kwa muda mfupi. Wale wakongwe wenzangu, miaka ya nyuma kulikuwa na kitu kinaitwa desi. Yes. Unapanda pesa, unavuna pesa. Yeah. Si ndio? Kwa hiyo umewekeza laki zako 2, utapata labda laki 3 kila mwezi. Zimekuja nyingine nyingi sana, na hapa juzi tulikuwa na LBL. Yes. Mtindo ni ule ule kwamba unapanda unavuna pesa. Sasa ukweli ni hivi, kama mtu unawekeza kwenye hati fungani za serikali za muda mrefu, tuseme miaka 15, miaka 20 au 25, wewe umeikopesha serikali, inakupa 15.7%. Kwa mfano umechukua labda miaka 20. Mimi leo nikuletee fursa ya biashara, nikwambia bwana, ukiweka laki 1 mwisho wa mwezi mimi nakupa 50,000 faida. Kwa maana faida 50%. Kama itakwenda mwaka mzima, maana yake faida 600%. Si ndio? Kwa maana 50 hizo 600%. Ndio. Je, ina maana hiyo biashara hakuna wakati ambao yuko chini? Kwa sababu biashara haikogo hivi. Yes. Kuna wakati unapanda, kuna wakati unashuka. Ni kawaida kwenye biashara. Kawaida. Sasa wewe unaniambia tangu Januari mpaka Disemba nitakuwa nakupa 50% ile ile. Lazima ugutuke kwamba hapa naenda kuliwa. Siku hizi kuna ile neno limeingia, kitakulamba. Ndio. Lazima utapigwa sehemu. Kwa hiyo mara nyingi wale wa kwanza wanaoingia kwenye fursa kama hizo wanapata pesa. Watakaokuja baadaye ndio sasa wale ni agieni. Ndio. Sasa basi, tuna mifuko ya uwekezaji ya pamoja mingi sana, lakini serikali miaka zaidi ya 20 iliyopita walikuja na UTT, ambayo sasa hivi imekuwa kimbilio la sisi wengi sana, kwa maana kwamba kwa 10,000 mtu anaanza kuwekeza kwenye mfuko kama ni Umoja. Mfuko ambao wengi wanaupenda sana ni mfuko wa Ukwasi, Liquid Fund, kianzio ni laki 1 kwa sababu ya ile flexibility yake. Ndio. Lakini wastaafu pia hawajasaulika, wana mfuko wao wa Bond Fund, kwamba kule unaweza kupata gawio kila mwezi au kila baada ya miezi 6. Sasa basi, kweli faida ukijaribu kuangalia 1% kwa mtu ambaye ndio kwanza unaanza laki 1, laki 2, unaona ni kiasi kidogo sana. Lakini mimi wanawasisitiza watu, utakapoanza kuwa na mwendelezo, sio umeweka laki 1 leo unajisahau kwamba nitavuna kikubwa kesho. Hakuna kitu kama hiyo, bora ukale nyama hiyo hela yako. Ndio. Kwa hiyo kuwa na mwendelezo. Mimi nina group la masterclass la uwekezaji. Karibu kila siku una 20,000 yako, una 30,000, una 10,000, wekeza. Sasa hivi kuna watu nazungumza nao mle kwenye group, kuna watu wana hela nyingi kuliko hata nilizonazo mimi. Ndio. Kwa nini? Mtu baada ya kugundua kwamba kumbe faida ni ndogo, lakini kila kitendo cha kuweka kila siku, mwisho wa siku anakutana na mzigo mkubwa ndani ya muda mfupi. Ndio. Lakini pia jambo lingine, ule uhakika kwamba na milioni zangu 5 kwa mfano UTT, au milioni 10 inakupa burudiko. Ndio. Lakini wewe huna hata 100 tena, kwa mfano mwanaume. Ndio. Yaani mwanaume kama huna hela, kuna ukatili fulani unakutana nao si wa kawaida kwenye haya maisha. Kwa hiyo una milioni zako 5, 10, of course faida inayotengenezwa ni ndogo. Lakini una uhakika, nimekwama, nina sehemu ya kukimbilia. Mfuko wa Ukwasi ukitaka hela yako ni ndani ya siku 3 za kazi.
Hata hiyo mifuko mingine ya uwekezaji ya pamoja iko mingi sana sasa hivi, bado unakuta inacheza kwenye hiyo siku tatu. Kuna Faida Fund ya watumishi housing, kuna iTrust, kuna Inuka Fund, kuna Timiza, iko mingi sana. Yes. Kwa hiyo kikubwa ni ule utayari wa kuanza hiyo safari ya uwekezaji, na ukianza mapema inapendeza sana. Na nyie kama kapo mnataka kuwa labda na mfuko wa pamoja, kuna joint account, fungueni mfuko wa pamoja. Huyu kaleta 200 kaweka, huyu kaleta 300 kaweka, mkijumlisha miaka 5, miaka 10, mna mzigo wa maana. Kwa hiyo tusiogope kuona kwamba faida ni ndogo sana. Huko ndani ukianza kuwekeza ndio utajua faida inatengenezwaje. Kuna kitu kinaitwa compound interest. Moja ya ajabu la dunia ni compound interest. Pesa yako inapokaa miaka 6 kwenda 7 ina kawaida ya kujidouble. Kwa hiyo unajikuta umewekeza hela ndogo sana UTT, yani kwa maana ya kidogo kidogo, lakini kikaa miaka 6 inaenda ina double. Kwa mfano, kuna mfano ambao ni common sana. Mtu mwenye uwezo wa kuweka shilingi 100,000 kila mwezi, ndio, akiweka kwa miaka 10, alichowekeza yeye ni milioni 12. Ndio. Lakini faida atakayotengeneza si chini ya milioni 11 mpaka 12, au inaweza ikaenda 14. Kwa hiyo akijumlisha ana milioni 25, 26 au 27 kwa miaka 10. Sasa kuna wale rafiki zangu ambao wanasema miaka yote hii, wewe unajua utakufa lini? Kipi bora, uwekeze uje uvune baadaye, au hata usipovuna wewe una watoto? Ndio. Kwa hiyo mwisho wa siku mtu atapima, atasema ila kweli bwana. Kwa sababu mwisho wa siku wengine wanawauliza, okay, unasema miaka 10 ni mingi sana. Ndio. Wakati wa utawala wa Jakaya Kikwete ulikuwepo? Anakuambia nilikuwepo. Akaja hayati Magufuli, ulikuwepo? Alikuwepo. Sasa hivi tuna Mama Samia na tunaingia kwenye uchaguzi kesho kutwa, bado upo. Si miaka 20 hiyo? Hujafa. Ungekuwa umewekeza kipindi hicho, ndio historia ingekuwa nyingine. Kwa hiyo mwisho wa siku mtu anaona brother, kweli bwana, ngoja niwekeze. Anaanza safari. Ndio. Yes. Kwa hiyo ni muhimu sana kuangalia fursa ambazo ziko mezani, tuzichangamkie kama vijana, watu wa umri wa kati, watu wazima wazichangamkie hizo fursa. Asante sana Mr. Charles kwa kujalizia au kufafanua katika lile eneo hili hapa.